Sawa, bwana, tuko eneo jingine hapa, nafikiri ndio ngome kuu pengine ya Chifu Mkwawa. Utatuweka sawa kama nimekosea au niko sawa. Tuko eneo hili, hem tuambie chifu akiwa eneo hili nini ambacho kinafanyika hasa hapa? Akiwa eneo hili Chifu Mkwawa kinachofanyika kuna kwanza ni ulinzi wa kwake, lakini pia kuna unajimu huwa unafanyika eneo hili. Lakini kuna utabibu kwa maana ya tiba. Kuna mzee wa tiba huwa anahusika na kutengeneza magome na mizizi ya mitishamba kwa ajili ya kumtibu chifu pamoja na uongozi wake, maskari, wapelelezi na wahudumu mbalimbali. Na nikiangalia eneo sioni sehemu ambayo pengine chifu amekaa au watu ambao walikuwa wanafanya shughuli na yeye wakiwa wametulia. Ni sehemu gani hasa alikuwa chifu anakaa hapa? Au alikuwa hakai anasimama? Asante. Chifu mara nyingi alikuwa kiketi eneo hili. Nyuma ya jumba la mchwa unaloliona. Nyuma yake kulikuwa kuna kitanda ambacho kilikuwa na urefu wa mita 10 na mapana ya mita 4. Na hawa mchwa, kwa maana ya hili jumba la mchwa lilikuja tu baada ya kifo chake Kalenga. Hawa ni mchwa walioleta ujumbe wao. Wahehe wanasema ni jeshi la Mungu ambalo lilikuja kutoa taarifa kwamba chifu hatupo naye tena Kalenga. Kwa wakaja wakakipanda kitanda na kiti wakakitafuna, ndo kasalia kuwa mchwa ambao ni jumba hili hapa la mchwa, kwa maana ya kichuguu hiki kikubwa. Kumbe kulikuwa na kitanda hapa, alafu mchwa ndo kitanda, kulikuwa kuna viti vya kukaa, kulikuwa kuna meza zake, kulikuwa kuna kila kitu ambacho anastahili kama mkuu wa ngome ama wa uhehe. Kwa maana watu wanaokuja kusaidiwa pengine walikuwa wanakaa wapi? Utaratibu ulikuwaje? Kumuona chifu. Okay. Utaratibu ulikuwa kama ifuatavyo. Baada ya kuruhusiwa kuingia, walipata kusindikizwa na maaskari baada ya kurusha mawe, kwa maana kufanya ishara. Kilomita 8 kabla ya ngome hii ndogo ya kijeshi ya Chifu Mkwawa. Hii ngome kimsingi inaitwa ngome ya Kumbea. Hii ngome kimsingi hapo awali ilikuwa ni ngome ya Chifu Merere, ambaye yeye alisogezwa nyuma zaidi kutokana na alikuwa na majeshi yake yalikuwa dhaifu, yalikuwa yana silaha hafifu, lakini pia alikuwa hana ulinzi imara. Hii ikapelekea Chifu Mkwawa kutoa ngome hii. Baada ya kutoa, ilikuwa ni mwaka 1891 ndipo alipotoa hii ngome ya Kumbea. Tangu hapo akaanza kuketi hapa, kufichwa hapa. Majeshi yake kwa maana ya maskari, wapelelezi walikuwa wanatumia njia ya bonde la Usangu wakitokea Kalenga, ngome kuu kule Iringa. Kwa wanapitishwa bonde la Usangu, wanaletwa Usawa moja kwa moja hifadhi ya Mpanga Kipengele kupitia lango la Chafukwe, lango la leo la utalii, kupitia barabara ambayo magari huwa yanakuja kwenye maporomoko makubwa zaidi ya maji Kimani. Ndio ilikuwa njia ya chifu kuja moja kwa moja kwenye haya maficho yake ambayo ni ngome ndogo. Kwa hivyo maaskari pamoja na wapelelezi walipitishwa njia ambayo chifu hakuipita. Wao njia yao ilikuwa hii hapa usoni. Na hawa maaskari walikuwa wakiwaleta wapelelezi. Akiishafikishwa mpelelezi eneo hili, mpelelezi kazi yake ilikuwa ni kushika mavumbi namna hii. Wakati huo alikuwa haruhusiwi kumtazama chifu usoni. Hii ni ishara ya kumheshimu kuwa ni kiongozi mkuu wa nchi na himaya ya Uhehe. Baada ya hapo, huyu mpelelezi alikuwa anashika mavumbi na kuanza kugaagaa akitamka maneno ya kumsifia chifu. Chifu wangu na uishi milele. Chifu wangu umebarikiwa misitu, maji yote ni yako, mandhari zote ni zako, hata wanyama wanaofugwa ni wako. Chifu wangu uishi miaka mingi. Tunakupenda chifu wetu, mkombozi wa bara la Afrika, Mkwavinyika, Munyigumba, Mwamuyinga, Mkwava. Baada ya mpelelezi kufika kwenye miguu ya chifu, alikuwa anatulia kwa nidhamu ya hali ya juu. Chifu wakati huo alikuwa
ana usinga mkononi. Kinachofuata alikuwa anakigusa kichwa cha mpelelezi, ishara ya kumwarifu kuwa amempa ruksa ya kuketi, amtazame usoni, atoe zile taarifa alizopeleleza. Na upelelezi ambao ulifanyika kutoka eneo hili ulizingatia maeneo makuu matatu ya nchi. Kwanza ni eneo la Ruvuma, kwani Chifu Mkwawa alitambua kuwa Wangoni ni moja ya makabila ambao walikuwa majasiri lakini washindi wa vita mbalimbali toka walipotokea Afrika Kusini. Kwa hiyo alijua wanaweza wakatumiwa vibaya na Wajerumani ikatokea kupigana vita mbili. Kwa hiyo alikuwa anatuma wapelelezi ili kupata taarifa. Upande mwingine alipeleleza kwa hasimu wake Chifu Merere wa bonde la Usangu. Na upelelezi mwingine ulifanyika Kalenga ilipokuwa ngome yake kuu, na huko ndiko familia yake pamoja na wake zake na ndugu zake walikokuwako. Taarifa zote zilimfikia hapa kupitia wapelelezi ambao walitumia siku 15, wiki mbili kuleta taarifa zao, na kama hawakufika ndani ya siku hizo alitoa amri ya kunyongwa kwa kutokuwa waaminifu katika ngome hii. Tumeyasikia mengi kuhusu chifu. Nitaka tupitie kidogo tu, utupitishe kidogo. Nimeona mpaka kufika huku ni mlolongo kidogo, ni mbali pia. Kwa nini pengine chifu alikuja kwenye maficho mbali kidogo mpaka kufika eneo hili? Lakini jambo la pili, utupitishe utaratibu wa watu kufika huku, ni nyakati zote bila shaka, usiku na mchana. Ndiyo. Kwa nini chifu alifika eneo hili? Eneo hili linasadikika kiimani kuwa ni eneo ambalo lina ulinzi kiimani katika ulimwengu wa roho, wazee wenyewe wanavyosema. Kiimani, eneo lolote lenye milima na maporomoko mengi ya maji ni eneo ambalo lina ulinzi mkali. Hivyo adui si rahisi kukuona, kwani maeneo mengi yenye maporomoko ya maji ni maeneo yenye misitu minene, vivuli vya kutosha, lakini sauti za mirindimo ya maji huwa zinasambaza sauti ambazo humpumbaza adui, pengine kupelekea kumtishia pia. Na si rahisi kufika katika maeneo haya, kwani maeneo haya pia yana milima ambayo imezunguka. Ndio. Kuna utalii unafanyika nyakati zote mtu anapofika. Utalii huku unafanyika wakati zote, nyakati zote. Utalii wa kihistoria kwa maana ya nyakati za usiku na nyakati za kutwa. Asante sana. Asante. Bwana, hope umeyasikia mengi kumhusu Chifu Mkwawa. Bwana, mimi mwenyewe nimetulia kweli nasikiliza kwa utuo, maana ni simulizi ambazo zinavutia, simulizi ambazo nahamasika. Huu ndo utamu wa Tanzania na huu ndo uzuri wa Tanzania ambao unaupata katika hifadhi ya Mpanga Kipengere. Bwana, kesho nao ni siku. See you.